Kanisa la Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza na kuwa nao katika mchana huu wa leo unahusu ukuaji wa kiroho. Ujumbe ambao tutakuwa tunazungumzia katika mchana wa leo unahusu ukuaji wa kiroho. Na tutaangalia maandiko mbalimbali lakini tutaona tutagawanya ili somo katika makundi katika vipengele kadha. Cha kwanza tutajua maana ya ukuaji wa kiroho. Kipengele cha pili tutaona vile tutaenda kujifunza kipengele cha pili ambacho hiki kinahusu changamoto ambazo zinaweza zikazuia ukuaji wa kiroho. Lakini tutaona pia ukuaji wa kiroho ukoje. Lakini tutaona kama nilivyosema vikwazo vya ukuaji wa kiroho. Lakini pia tutaona dalili za ukuaji wa kiroho ni zipi, na tutakuwa tukimalizia hapo. Sasa unaposikia habari ya ukuaji wa kiroho, haya ni mabadiliko ya utu wa ndani, ambao tunazungumzia mabadiliko ya mtu wa ndani, kwa maana mtu kukua kimaarifa, ambayo ni maarifa ya kumjua Mungu na sio kukua kimo cha mtu. Roho ni utu wa ndani, ambao huu ni utu wa ndani wa mtu au mwanadamu. Na hii ina maana kwamba mwanadamu yoyote yule ana mwili kama huu, maumbile ya kawaida, ambao mtu anakuwa kutoka hatua ya utoto kabisa, uchanga, anazaliwa, anakuwa, anafika katika hali fulani. Lakini mwili ni huu muonekano wa nje ambao kila mtu anaweza kauona akasema fulani alikuwa mtoto, sasa amekuwa mtu mzima kwa kumuona muonekano. Mwili ni muonekano, urefu, ufupi, weusi, weupe, alafu na vile ambavyo mabadiliko ya kawaida ya kibiolojia ambayo yanahusu mtu. Kwa hiyo hii ni moja ya vitu ambavyo mwanadamu anavyo. Lakini mtu ana nafsi, lakini mtu ana roho. Tunapozungumzia roho, tunazungumzia utu wa ndani. Na mchakato tunaojifunza leo, ukuaji wa kiroho, maana yake tunazungumzia mabadiliko na mchakato wa mtu wa ndani, pamoja na ukuaji wa kimwili ambao tunaona walimu wa science wanatufundisha mwanadamu anakuwa hivi, anaanza kuzaliwa, anaweza kukaa, anatambaa, anaanza kusimama, anakaa, anatembea hatua moja moja, baadaye anakimbia. Huo ni mwili wa kawaida, anakuwa mfupi, mrefu, na sura vile ambavyo Mungu amemjalia. Lakini utu wa ndani ni tofauti na utu wa nje. Utu wa ndani haupimiki, hauonekani kwa ile physical features ambazo tunaweza tukaziona za mtu ambaye tunaweza tukamuona katika hali ya kawaida. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 mstari wa 16, Waefeso sura ya 3 mstari wa 16, hapa Paulo anawaasa watu, anasema Mungu awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Ndio ninachozungumzia katika mchana wa leo. Katika mchana wa leo tunapojifunza mabadiliko ya mtu wa ndani, ukuaji wa kiroho, tunazungumzia mabadiliko yasiyoonekana kwa hali ya kawaida, ambao ni mchakato unaomhusu mtu binafsi, utu wake wa ndani, ambao yamkini unaweza usiwe na uhusiano wa utu wa nje. Uhusiano wa mtu wa nje, kwa sababu mtu anaweza akawa ni mtu mzima ambao umri wake wa kimwili ni mtu mzima, lakini mchakato wa ndani akawa bado yuko kama kwenye stage ya utoto. Lakini mtu anaweza akawa ni mtoto au ni kijana wa kawaida kabisa, lakini utu wa ndani ukawa ni stage ya juu ambayo sawa na mzee. Kwa hiyo tunaona kuna mabadiliko, kuna utofauti kati ya utu wa nje na utu wa ndani, kwa maana ya mwili na roho katika hatua za ukuaji. Kwa maana nyingine ni kwamba hapa Paulo katika kitabu cha Efeso sura 3 mstari wa 16 anawaasa watu, anawaambia Mungu awajalieni kwa kadiri ya utajiri ya utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu, Roho wake kwa utu wa ndani, sio wa nje. Kwa hiyo mtu wa nje unaweza ukabaki na ukaonekana kwa muonekano wako. Sasa hapa
tunaaswa na kuhimizwa utu wa ndani. Mungu atujalie kwa kadri ya utukufu wake katika kufanywa imara. Maana uimara wa kiroho, uimara wa kiroho unaoweza kufanya mabadiliko ya kawaida ya kiroho ambao ni mchakato fulani ambao unaweza ukamfanya mtu awe mtu mwingine kabisa. Hivyo kukua kiroho maana yake ni kuongezeka maarifa ya kimungu katika kumjua Mungu na uwezo wa kutembea na mapenzi ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo kumwili tunaona mabadiliko ya kimwili ni yale ambayo tunayazungumzia. Hata mimi unaweza ukaona kwamba kuna mabadiliko ya kimwili ambayo labda ulikuwa unanifahamu, nilikuwa kijana, sasa naelekea kwenye kijana, lakini bado kuna wakati nitakuwa mzee na kadhalika na kadhalika. Huo ni mabadiliko ya mchakato wa kimwili. Tunapokuja kwenye mabadiliko ya mtu wa kiroho, hapa hatuzungumzii urefu na ufupi, hapa hatuzungumzii weupe na weusi, hapa hatuzungumzii unene na wembamba. Hapa tunazungumzia maarifa ya kimungu yenye uwezo wa kumbadilisha mtu kuweza kukua na kufahamu yampasayo kutenda katika yeye, katika kumcha Mungu aliye hai. Uwezo wa kufahamu maarifa haya yanayomhusu Mungu aliye hai. Sio maarifa yanayohusu watu wengine, sio maarifa yanayohusu historia ya nchi ya Tanzania, sio maarifa yanayohusu historia ya kabila fulani, sio maarifa yanayohusu namna nyingine yoyote. Unaweza ukawa na maarifa ya kuwa wewe ni profesa kabisa, umesoma tena kwenye vyuo vya nje ya nchi, lakini hapa tunazungumzia maarifa ya kimungu ambayo haya yanahusu mchakato, mabadiliko, uwezo wa kufahamu sheria na kanuni za kimungu na kutembea katika hizo. Unaweza ukafahamu sheria za kimungu, unaweza ukafahamu hiki Mungu hapendi, unaweza ukafahamu hivi Mungu anapenda, lakini usivitende. Hapo bado hujakuwa kiroho, kwa sababu umekuwa kwenye upande mmoja wa kufahamu, bado upande mmoja wa kutembea katika kanuni na taratibu ambazo unapaswa utembee kwazo. Kwa hiyo tunamaanisha nini basi? Tunamaanisha mtu aliyekuwa kiroho ni mtu mwenye uwezo wa kustahimili mambo, ni mtu mwenye uwezo na ufahamu wa kiroho wa kupambanua mambo, ni mtu mwenye uwezo wa kufikiri jambo, lakini ni mtu mwenye uwezo wa kujua na kutenda sawasawa na maelekezo ya Mungu aliye hai. Maana yake ni maarifa yanayomhusu Mungu. Ukizungumzia maarifa yanayomhusu Mungu, mtu aliyekuwa kiroho ni mtu ambaye ufahamu wake wa kimungu hauko katika ufahamu wa kawaida. Ni mtu ambaye hawezi kuyumbishwa na jambo lolote analokutana nalo. Ni mtu ambaye hawezi kutetereka na jambo lolote. Mtu ambaye hawezi kutamanishwa na adui ya wae yote. Tunaona Yesu wakati yuko katika mlimani, anatoka katika kuomba, adui alimjaribu akamwambia kwa neno. Anamwambia habari, jitupe chini maana imeandikwa. Akamuelekeza, jifanye hivi, geuza mawe kuwa mkate maana imeandikwa. Kwa sababu ya maarifa yaliyomjaa Yesu Kristo ya kumfahamu Mungu aliyemtuma, alimjibu kwa neno, na tunaona Mungu alienda kuonyesha ushindi wake mahali pale. Na huu ushindi tunauzungumzia kila siku, hata leo tunaona ni mshindi mkubwa ambao Mungu ametenda katikati yetu. Kwa hiyo tunasema uwezo wa kutembea katika mapenzi ya Mungu aliye hai, huo ndio tunaozungumzia ukuaji wa kiroho, maarifa ya akili ya ufahamu ambayo haya haidetermine na miaka ulionao. Inawezekana mimi kwa umri nilionao, lakini wewe kwa umri ulionao, yamkini wewe nimekuzidi hata miaka 20 kwa kuzaliwa, lakini inawezekana maarifa ya kimungu yakawa yako kwa wingi kwako kuliko mimi. Inawezekana nimeokoka, inawezekana mimi nimeokoka mwaka 2001, nimeokoka mwaka 2001 mpaka leo ni miaka mingi zaidi ya 20 na ngapi. Lakini unaweza ukawa umeokoka mwaka jana au mwezi uliopita, lakini ukawa una ufahamu wa kimungu, unaweza ukakataa dhambi, unaweza ukapiga hatua, unaweza ukasaidia wengine kuwa wewe, unaweza ukawa kielelezo kwa watu wengine. Unaweza pamoja na miaka yangu 20 na kitu ya wokovu, lakini wewe unaweza ukawa ufahamu wako wa kumfahamu huyu Mungu ni sio ufahamu wa kawaida bado. Sio ufahamu ambao unaweza ukayumbishwa na mwanadamu yoyote. Sio ufahamu ambao unaweza ukatetemeshwa tu na tamaa za ulimwengu huu. Ukiweza hayo, wewe tunasema Mungu anakudhibitisha kwamba umekuwa kiroho, kwa sababu sasa utafakari wako sio kama mtu wa kawaida, usemi wako sio kama mtu wa kawaida kama mwanzo, mawazo yako ulionayo
sio kama mawazo uliokuwa nayo miaka iliyopita. Uwezo wako wa kustahimili majaribu sio kama vile ulivyokuwa mwaka jana. Mimi kumbe ninaweza nikawa nimeokoka miaka 20 iliyopita, lakini kuna mambo yakinitokea ninatetemeka na ninakosa ufahamu wa kuyafanya. Wewe ukiwa una uwezo, una maarifa ya kimungu, kuna mambo unakutana nayo katika maisha, majibu yake unayo kwa sababu unamfahamu kwa kina. Unajua ya kupasayo kusema mbele ya mtu mwingine, unajua ya kupasayo kufanya kwa wakati fulani, unajua makusudi Mungu juu ya maisha yako, unajua uwepo wa Mungu na Roho Mtakatifu juu ya maisha yako, unajua makusudi ya Mungu kukuokoa. Hapo wewe tunasema una maarifa ya kimungu. Na kweli kabisa nikwambie, pamoja na muda mfupi ulio kuokoka, kuna ndugu mmoja ameongozwa sala toba asubuhi ya leo, na kuhakikishia akisimama katika Mungu, inawezekana within a week, within one day, 2 days, akawa ni mtu aliyesimama kiroho, akaweza kukushinda wewe ambaye inawezekana umelianzisha kanisa hili. Si tu kwa sababu ya ukomavu wa kuwepo hapa siku nyingi, tunazungumzia ukomavu wa maarifa ya kimungu yaliyojaa ndani yako, yanayoweza kukupa uwezo wa kusimama na Mungu aliye hai. Kwa hiyo hatupimiwi kwenye mambo haya katika kuangalia muda gani umekuwepo kanisani. Hatupimi ukuaji wa kiroho katika kuangalia unaimba kwaya ipi, unaimba TGC au unaimba TYGC. Hatupimi maarifa ya kiroho kwa sababu wewe ni mwimbaji wa kwaya. No. Hatuipimi hayo kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa, shemasi, kiongozi. Hatupimi hayo kwa maarifa ya kiroho kwa sababu wewe ni mshirika mwaminifu ambayo wewe unatoa sana sadaka. Unaweza ukatoa sadaka kwa akili za kibinadamu, lakini ukitoa kwa kumfahamu Mungu aliye hai, ni kuhakikishie mchana leo Bwana anakudhibitisha kwamba wewe unamjua, na Bwana hata kuacha katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, wa Yesu asifiwe sana. Ukuaji wa kiroho unaambatana na uwezo wa kushinda dhambi. Ukuaji wa kiroho unaambatana na uwezo wa kushinda dhambi. Katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema, heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Warumi sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema, heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Kabla ya wokovu sisi tulikuwa watenda dhambi wote kwa pamoja. Kutenda dhambi kilikuwa ni jambo la kawaida, wala hakuna hofu mashaka na kitu chochote ambacho kilikushtua mara ulivyokuwa mtenda dhambi. Mara baada ya kuokoka tunajifunza kuacha dhambi, tunajifunza kukataa dhambi, tunajifunza kutembea kinyume na dhambi. Baada ya hapo wewe unakuwa katika hatua ya kufuata Yesu, kielelezo ambaye ndio maisha yetu. Kwa ukiwa na uwezo wa kukataa dhambi, ukiwa na uwezo wa kupinga dhambi, bado wewe unaonekana uko katika stage, na wewe uko kwenye probability kubwa ya kuwa umekuwa kiroho. Unaweza ukawa na miaka mingi kwenye wokovu kama nilivyosema, unaweza ukawa na umri mrefu kuliko hata mimi, unaweza ukawa umri mrefu kama babu na babu, lakini kuhakikishie ukuaji wa kiroho hauangalii umri wa mtu wala uwezo wa kukaa kanisani au muda mrefu uliokuwepo, isipokuwa ni maarifa ya ndani ya mtu, utu wa ndani ulioshiba neno la Mungu, wenye uwezo wa kushawishi wengine habari za Yesu. Lakini mtu aliyekuwa kiroho huwa hana visingizio katika maisha yake. Ukiona mtu ana visingizio vingi, ukiona mtu ana visingizio kuhusu habari za kumheshimu Mungu, ukiona mtu ana visingizio katika kumwabudu Mungu aliye hai, ukiona mtu ana malaumu, manunguniko, ni kwa sababu hana maarifa ya kimungu. Maarifa ya kimungu yana uwezo wa kukuelekeza nini ufanye, kwa wakati gani na wapi. Ukiona mtu ana malalamiko mbele za Mungu, ukiona mtu anatangatanga, leo ameenda kanisa hili, hajaenda kanisa hili, anazunguka. Ukiona mtu anafikiri tofauti juu ya wengine. Kuna mtu unaweza ukawa mahali hapa, unaweza ukawa mahali popote unaponisikia, unaweza ukawa unawaza mabaya juu ya mtu mwingine. Ni kuhakikishie inaonekana ukuaji wako wa kiroho uko katika on progress, ambapo haujafikia kiwango fulani. Unawezekana umekuwa na umezaliwa miaka mingi ya kiroho, umeokoka na umebatizwa, lakini hii haimaanishi kwamba ushakuwa kiroho. Kama unaweza ukawa unalaumu wengine, kama huna roho ya msamaha ndani yako, maana haufahamu neno linalohusu msamaha.
kama wewe una uwezo wa kukimbia dhambi, kama wewe una uwezo wa kuheshimu mwingine, kuheshimu mawazo ya mtu mwingine, kama una uwezo wa kuwashawishi wengine wamjue Yesu, kama wewe unakuwa ni kinyume cha watu kila itwapo leo, unajipima mwenyewe kwamba uwezo wangu wa kumjua Mungu ni tofauti, kwa sababu unapomjua Mungu manake umejua neno lake. Unapojua neno lake manake unafahamu wa kiroho kumjibu kila mtu sawasawa na vile ambavyo Mungu anataka. Lakini una Roho Mtakatifu ndani yako anayekuongoza usiku na mchana. Kuna mambo yanahitaji uyashughulikie katika maombi. Kuna mambo unakutana nayo kwenye maisha hayashughuliki katika mabishano na vikao. Kuna mambo unakutana nayo kwenye maisha hayashughuliki katika kumlaumu mchungaji au mzee wa kanisa. Kuna mambo unakutana nayo katika maisha hayashughuliki katika kwenda kumsengizia mwenzio na kumsengenya. Yanahitaji tu upige magoti mbele za Bwana, umuombe Mungu aliye hai, na Mungu anatoa majibu juu ya maisha yako. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini mtu anaweza kuchagua lipi afanye kwa wakati gani. Si mtu mwingine kwamba eti ana umri mkubwa, ni mtu mwenye uwezo na maarifa ya kimungu yanayompa uwezo wa kuchagua jema na baya. Moja, yanampa uwezo wa kupambanua hili kutokana na changamoto ya maisha aliyokutana nayo, ni jambo gani nilifanye nipate kutokea upande wa pili. Watu waliojaa lawama, watu waliojaa visingizio kwenye kuabudu Mungu. Hata katika kwaya unaweza kukuta mtu anaona mambo yaende, asema hii kwaya imekufa, hili kanisa limekufa, mtu fulani hayupo hivi, mtu fulani. Huyo hana maarifa yanayohusu Mungu aliye hai. Ukiwa na maarifa yanayohusu Mungu aliye hai, wewe huyo mtu anaweza akasamehe hata mahali pasipostahili kusamehe. Mtu huyu anaweza akamshawishi mwingine kwa matendo yake, kwa mawazo yake, kwa fikra zake. Unaweza ukakutana na bomu lililo kubwa, lakini namna unavyolitatua ni kwa sababu ya uwezo wa kustahimili katika kiwango chako cha kiroho. Kumbe makanisani magomvi yanaweza kawepo, kumbe mtaani magomvi yanaweza kuwepo, jirani na jirani wanaweza wakashikana visu, watu wanaweza wakagombana makazini, katika biashara watu wakagombana. Sababu ni nini? Si kwa sababu wale watu hawajui cha kufanya, ni kwa sababu uwepo wa Mungu katika maisha yao. Maarifa ya kimungu yakikosekana katika maisha yako, unaweza ukafanya jambo lolote hata kama hulioni. Kwanza huwe na uwezo wa kutafuta, huna uwezo wa kufumbua jema na baya, huna uwezo wa kuona njia unayoitumia itakuletea matokeo mabaya au matokeo mazuri. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa kivulini anakuwa na masingizio mengi. Mwisho wa siku watu wengi wanaangamia, watu wengi wanaamkia kwenye masingizio. Unaweza kukuta watu huyu na huyu wasalimiani, sio kwa sababu wale watu wamekosana. Kukosana ni hatua nyingine, lakini matokeo yanayofuata ni hatua nyingine. Ni kwa sababu uwezo, maarifa ya kimungu yaliyojaa ndani ya watu hao. Ukiona watu wewe ni kiongozi, hata unashindwa kuongoza mahali ulipo, si kwa sababu wewe hujasomea. Inawezekana umeusomea uongozi, lakini haisaidii. Maarifa ya kimungu yanayokupa uwezo wa kuchanganua mambo, katika kustahimili mambo, katika kutatua changamoto zako, katika kusimamia familia, katika kusimamia kundi lako, katika kusimamia kazini. Inawezekana watu wanahisi unaolewa, lakini kumbe wewe una njia sawa sawa, unajua unachokifanya na unafahamu sababu ya kile unachokifanya. Ukuaji wa kiroho, tunasema kila mtu au kila kitu kilichozaliwa na Mungu lazima kikue. Katika hali ya kawaida tunasema kwamba mwanadamu ambaye amezaliwa na Mungu lazima akue katika hali fulani. Na tunasema kuna hatua 3 za ukuaji. Kuna hatua ya utoto. Hatua ya utoto ni kipindi ambacho hiki kipindi kinaendeshwa na hisia na ubunifu. Mtu hajui kupambanua na kupanga. Hapa nimeongelea general. Katika mwanadamu, ukuaji wa mwanadamu umegawanyika katika vipengele vikuu vitatu. Tunafahamu cha kwanza ni utoto. Utoto ni hatua ambayo muhimu sana, lakini ni hatua ambayo mtu anaongozwa kwa hisia tu. Anaweza akahisi. Ndio maana hata mtoto mdogo anaweza akaletewa, hajui kwamba hili nyonyo, lakini akiletewa anahisi na ananyonya na maisha yanaenda. Hajui kwamba huyu ni baba, huyu ni nani. Anaweza akaenda hata kwenye moto, maana anaona kwamba akisogea akaona ule mwanga, anahisi ni sehemu ya kuchezea. Maana hajui, anaendeshwa na hisia. Mtu huyu mtoto, kipindi hiki cha utoto ni kipindi cha kuangaliwa sana. Ndio kipindi ambacho ubunifu huwa unakuwepo. Mtoto anaweza akafanya kitu fulani,
akikiweza kesho anataka arudie kile kile, kwa sababu ana ubunifu. Mtoto anaongozwa na ubunifu ulioko, mtoto anaongozwa na hisia zake. Maana hata ukimweleza hivi, ndio maana unaweza ukamwambia hivi, yeye akaamua afanye vingine, maana kile ulichomweleza hisia zake hakisemi hivyo. Kumbuka, tunajifunza hatua hizi ili na wewe ujipime. Katika maisha yako unaongozwa na nini? Kama unaongozwa na hisia, kinachokujia ndicho unachokifanya bila kuangalia mpango wa kimungu, ujue uko katika stage fulani. Lakini kuna kipindi cha ujana namba 2 ambao ni akili inaanza kuchangamka sasa. Akili inaanza kujitambua, nafsi na akili na maadili vinaanza kuongezeka. Lakini ni kipindi cha mambo mengi, inaitwa wakati wa mpito. Wakati wa ujana ni wakati wa kuanza kila kitu. Kila kitu kijana anataka. Ndio maana ukikutana na kijana wa kawaida katika mwili wa kawaida, kila unachomshauri anahisi umekosea. Unamshauri hiki anahisi umekosea, anatafuta ushauri mwingine, akienda kwa Samueli anaona Samueli kanidanganya hiki. Anatoka anaenda kwa Mzee Mligo, anaenda kwa Lakson, anaenda kwa Hango, kila kitu anakitaka. Hapo ni kipindi cha hatari, kwa sababu anaweza akapata yote au akakosa yote. Ndio kipindi ambacho cha umakini sana. Ninafundisha hizi hatua, halafu tuje kwenye upande wa kiroho. Katika mwili wa kawaida, kipindi cha ujana ni kipindi cha kila kitu. Kila kitu anataka. Kila kitu anataka, kila kitu. Unaweza kukuta kijana kanisani anataka kila kitu, au hata mtaani unakuta kila kitu. Nyumbani anataka awe baba yeye, awe mama yeye, kila kitu awe yeye. Ndivyo ilivyo, ni umri fulani ambao umejengewa hivyo. Ni kipindi fulani ambao mtoto alikuwa akitumwa sokoni, anakimbia anarudi, sasa anaanza kubishana. Anatumwa mahali, anasema kwani mama uoni mvua? Kwani mama? Ukishaona hivyo usipambane na huyo mtu, ujue ni kipindi ambacho kinajua kila kitu. Yaani mtoto anajua kila kitu kwa sababu amefika hatua ya ujana. Lakini kuna kipindi cha 3 cha utu uzima. Hiki ni kipindi kinachoitwa ni kipindi kisicho na shukrani. Sorry. Kwenye kipindi cha ujana ni kipindi kisicho na shukrani. Lakini kipindi maana yake kila kitu wewe kibaya. Na ndio maana watu wengi unaweza ukafundishwa, kuna vijana wa kawaida unamsaidia. Akifika mbele anasahau ulichomsaidia. Anaona wewe ulifanya jukumu lako la kawaida. Kwani kuna wazazi wamewasaidia watoto wao na vijana wao baada ya kutoka kwenye hatua kama ni masomo na nini. Sasa hivi hata hajui hata wazazi wake wanakula nini, wanakunywa nini. Yaani anajua tu maisha yake yanaenda basi. Au marafiki ni mjomba, anajua huyu ni jukumu lake alifanya. Kipindi hiki ni kipindi ambacho hakina shukrani, hakumbuki kushukuru chochote. Kila kitu anakitaka na anataka kiwe chake, na hakuna kumyumbisha. Lakini mwisho ni kipindi cha utu uzima. Hiki ni kipindi cha maamuzi sahihi. Sasa hapa mtu anaamua sahihi. Wewe katika maisha yako uko katika stage ipi? Umuulize mwenzako katika hizi hatua 3 kwenye kiroho. Wengine mbona muulize? Katika hatua gani unauliza? Tuna hatua unaweza ukapita. Katika maisha yako kuna wakati wa kutaka kila kitu. Inawezekana wewe uko hapa, uko mahali hapa, lakini wewe uko katika stage ya utoto bila kujua. Stage ya utoto ni stage ambayo unaongozwa na hisia zako. Unaweza ukaja kanisani kwa hisia. Sio kuja kumwabudu Mungu kwa sababu ni agizo la Mungu, ni utaratibu wa kumwabudu Mungu, ila ni hisia. Leo ninaenda kanisani kwa sababu praise the worship team wamepewa dakika 30 kusifu. Sasa naongozwa na hisia zangu. Leo ninaenda kanisani maana kuna ugeni wa Mombo wanakuja. Leo ninaenda kanisani kwa sababu kuna kikundi cha kusifu na kuabudu, tutasifu mpaka jioni. Tumenunua drum mpya. Tuna vyombo vingine vizuri hapa. Tunaenda kanisani kwa sababu kuna bwana mmoja mwimbaji wa kimataifa anakuwepo. Wewe ni mtoto kwenye kiroho. Unaweza ukawa unaenda kanisani kwa sababu ya fulani. Yaani umetembelewa na mgeni. Sasa nitaonekanaje siendi kanisani? Unakuja kanisani na unapambana angalau upate kanafasi fulani ili ionekane mgeni ajue wewe ni mcha Mungu, lakini kumbe ulikuwa ni maigizo. Wewe ni mtoto wa kiroho. Utoto ni hatua ya kuongozwa na hisia zako. Kama unamwabudu Mungu kwa hisia,
Kama unakuja mahali hapa kwenye maombi kwa kuhisia, kama wewe unamfahamu Mungu kwamba naomba Mungu lakini sijui nitajibiwa au sijibiwi. Mchungaji Mlenga alishafundisha maombi ya aina 3 hakuna. Sisi tunajua tukiomba Bwana anajibu. Kama unakuja kumuomba Mungu ukiwa unajua inawezekana nikajibiwa au nisijibiwe, wewe unaongozwa na hisia. Uko kwenye stage ya mwanzo kabisa ya ukuaji. Na hii inawezekana wewe uko mahali hapa katika miaka yako, umeokoka miaka mingi, lakini hujui Mungu anajibuje. Hauamini majibu ya Mungu ali hai. Unaongozwa na hisia. Watu wa Mungu, Yesu atusaidie sana. Unafanya huduma kwa hisia. Ninakuja kumhudumu hapa kwa sababu fulani tu. Kwa sababu fulani tu. Unaweza ukafika mahali kujipima mwenyewe, lakini kwenye hatua ya utoto unaongozwa na hisia zako. Haumwabudu Mungu kwa sababu ni agizo, haumuombi Mungu. Hata tukisema tutaamka usiku tuombe, haufanyi kwa sababu unaongozwa na hisia zako. Hata tukisema jamani tukatae dhambi, tumwabudu Mungu katika roho na kweli, wewe unahisi naongozwa na hisia. Nani ananiona? Nani hanioni? Hapa niko wapi? Haujui. Unaongozwa. Hata ukiona moto mbele yako, unaona tatizo mbele yako, huoni shida kulinyemelea. Kama vile mtoto mdogo anaweza akaona kisima. Hatujawahi kusikia story watoto wameanguka kwenye visima. Wale watoto hawalikuwa anaona kabisa kwa macho ya kawaida, lakini anahisi ni sehemu ya kuchezea. Mtoto anaona kabisa hili ni shimo. Mtoto anatembea haoni, mwisho anatumbukia kule. Mtoto yule anakuwa mawili, au vunjike au afe. Tunamkosa mtoto yule. Hiyo ni kwa sababu hisia zake zilimwambia pale sio shimo, ni sehemu ya kuchezea. Lakini kumbe lile ni shimo lililomsababisha mtoto akapoteza. Watu wa kiroho wasiokuwa kiroho ambao wako kwenye hatua za awali, anaweza akawa anatembea haoni kwamba ninaenda kutumbukia. Hata akikatazwa na mzee, anaweza akaona mzee anamchelewesha. Hata akikatazwa na kiongozi, hata akiambiwa na shemasi, hata akiambiwa na viongozi wa kwaya, anahisi hao ananipotezea muda. Na ndio maana nimetoa mifano ya mtoto. Mtoto anapotaka kitu chake, ukimkataza analia. Si kweli jamani? Niliona hapa watoto, hata huyu rafiki yangu alikuwa anakuja hivi akikatazwa anarudi. Anaona kabisa, alikuwa anaambiwa na shemasi Mazunde hapa arudi, anaona kama anateswa. Mtoto anataka uhuru, aje arukeruke hapa, wote kule mumchekee. Na mkicheka yeye anahisi mmefurahia. Ni hisia tu. Hisia tu. Yaani yeye anahisi vile anavyofikiria yeye. Kumbe utaratibu wetu sio kwamba watoto wapite pite, lakini yeye akipita akicheza anahisi anafurahia. Watu wanamchekea, watu wanafurahia. Akiona shemasi anahisi kama anajipendekeza kuja kumrudisha, anajisikia vibaya sana. Si kweli watoto? Ndivyo ilivyo mtu ambaye yuko kwenye stage ya kawaida ya chini. Huwezi kumrudisha eti kwa sababu wewe ni mchungaji. Mtu ambaye yuko katika stage kama mtoto huyu hapa, rafiki yangu huyu hapa ni mfano wa mtoto. Hapa ninaweza nikamwambia tukae hapa, hajui kwamba ni vibaya au ni vizuri. Anaongozwa na hisia saizi, anaenda kwa bibi kule. Yaani unaweza ukamwambia njoo, yeye anaenda huku. Ukimwambia nenda huku, yeye anaenda huku. Ni kwa sababu ya umri wake, hatumlaumu. Inawezekana huko mahali hapa kuna maisha unapitia. Hakuna mzee wa kanisa atakurudisha huko unakoenda kama umedhamiria. Tunaweza tukakurudisha ukachoropoka. Hakuna shemasi anaweza akakusaidia kurudi kama wewe hujadhamiria kutoka ndani. Washemasi watapambana, lakini utaenda unakotaka kama hujapanga. Wazee watapambana kwa maombi na kukuitisha vikao. Kama umedhamiria huko kwenye stage ya hisia zako, haitakusaidia. Viongozi wa kwaya watakusaidia, lakini msimamo wako wa kwaya unavyotaka utaimba kama unavyotaka. Hizo ni hisia fulani. Hizo ni kipindi cha utoto. Unaweza ukajipima stage yako katika kumjua Mungu iko katika hatua gani. Kama huko mahali hapa unahisi kila kitu kwako ni sawa, mtoto anaona kila kitu kwake ni sawa. Kama wewe maisha yako unaona kila kitu ni sawa, wewe ufahamu kabisa huko kwenye stage bado ya utoto. Lakini stage namba 2 ni stage ya ujana ambao kila kitu kinakuhusu. Unahisi wewe ni unaonewa. Ukiona kanisani wewe unaonewa. Kila unachofanywa naonewa. Kila unachofanya naonewa. Kila unachofanya naonewa. Ni kuhakikishie bado huko kwenye stage ya ukuaji, hujafika. Haujaonewa na mtu, ila hisia zako zinakutuma hivyo. Lakini utu uzima ni utu ambao tunazungumzia umekolea,
unafahamu kupambanua jema na baya. Mtu anaposhindwa kupitia hatua mojawapo katika hizo, anakuwa mdumavu. Inawezekana wewe kuna hatua ya utoto umeivuka, umeokoka miaka 21 iliyopita, sasa hivi unafanya ya utoto, uliiruka. Maana yake wewe ndio unatambaa. Sisi tunajua wote humu ndani tuko kwenye stage ya kutembea na kukimbia riadha, mwenzetu unatambaa, mtashindana tu. Kwenye idara ya wanawake, wakati wengine wanakimbia, wakati wengine wameshakuwa, tunajua kabisa wewe Flores Kiande anaongoza wanawake, anawaambia jamani, mwaka huu mchango ni 100,000, na shangwe akiwa anakusanya. Atapata tabu mkusanyaji tu, sio yeye. Wakati wengine wanakimbia wanapanga laki, yeye anatambaa. Sasa wewe mtabishana tu, haka nako, huyu naye, hili nalo, utaambiwa kila jina. Shida sio kwa sababu hamna pesa, shida ufahamu uko kwenye stage ya kutambaa. Kwa hiyo viongozi katika maisha ya watu tunaowaongoza, kuna mashindano unaweza ukashindana, sio kwa sababu watu hawataki kutii, ni kwa sababu stage unaoitaka sio watu walipo. Kwa neema ya Mungu mchana leo tujitahidi, kwa neema ya Mungu tutoke na tuwe wote kwenye stage ya utu uzima. Haleluya. Kitu chochote chenye uhai ndani yake ni lazima kikue. Mara baada ya mtu kuokoka ndipo tulianza mchakato wa ukuaji. Na inawezekana watu wengine walikuwa haraka, kuna watu wanaokoka wanataka siku hiyo hiyo, wameshajua hatua zote. Hapana, ukuaji ni mchakato unaohusu mafundisho, taratibu za hatua kwa hatua, kutoka kwenye utoto kuwa mtu mzima. Na ndio maana mtu akiokoka hatukimbilii. Kuna mambo tunamwambia subiri kidogo. Hatuokoki leo, rafiki yangu aokoka leo, leo tunampitisha mbele, ndio mwenyekiti wa kwaya, leo tunampitisha mbele anatuimbia wimbo. Hatua kwa hatua. Unaelewa imani, unafundishwa, unabatizwa, unafundishwa imani kuhusu Yesu Kristo, unafundishwa kusema neno hapana maana inawezekana ulijui, unafundishwa vitu kimoja. Baadaye tunajua umekuwa. Sasa hatua ni mchakato wako kuendelea kubaki kule au urudi utotoni. Kwani jamani hatujawahi kuona kijana mkubwa katibu njoo. Unaweza ukakuta mtu amekuwa mtu huyo rafiki yangu mimi niliona kule kijini kwetu Lushoto, kijana mkubwa anacheza njoda. Mnajua njoda zile? Vile vinani vya vifuniko vya soda vile. Wanatengeneza kishimo wanarusha wanacheza hizo. Sijui kama huko kwenu mnacheza mchezo gani. Kuna mchezo wa kitoto. Jamani, hata michezo, kuna michezo ya mtu mzima kidogo, watoto wadogo kama hawa, kuna wale wa rika la katikati. Ukiona kuna michezo unaicheza, wewe mama unafika nyumbani unacheza solo, unacheza zile solo, unaweka, wewe ni mama kabisa, tunakuheshimu kabisa, shangwe, tunamheshimu. Anawechora ile mistari ya kucheza hivi, sisi mnahitaji, anacheza hivi vibala. Tuna mashaka na wewe. Mama hapo. Mnahitaji kikwenu? Kikwetu tunaita vibaya. Yaani unachora alafu unaweka kule, au unacheza hivi mguu mmoja. Una shida mwenzangu. Kwa umri huu kabisa. Kweli? Unacheza yaani tutashangaa. Na kama kuna jambo tulitaka kushirikisha zuri, tunalikata. Kwa sababu kuna vitu tumeviona, ukajua mwenzetu kuna mahali alipitwa, anarudia. Si ndio jamani? Huyu kijana wangu hapa, rafiki yangu Ruben, kuna mambo nikiyaona kwa Ruben kwa umri wake. Michezo ya kule kwa wapi? Simiyu wapi? Kagera ya kitoto akicheza, nitagundua mwenzetu aliruka stage, ameanza upya. Michezo ambaye mtoto wake leo ndio anatakiwa aicheze, ndio anaicheza huyu. Ni hatari sana. Kanisani kama kuna mambo tulipaswa tuwe tumeavuka. Kama kwa umri wako wa kiroho, leo mtu ameongozwa sala toba leo, na matendo ya mtu aliyeongozwa sala toba na ambaye hajaongozwa yanafanana na mimi ambaye nina miaka 25 kwenye wokovu. Hii ni hatari, tuna wasiwasi na wewe. Watu wa Mungu, haleluya. Una hatua gani katika kukua kiroho? Badilika basi, toka. Lazima ufike mahali ujibadilishe. Ndio maana hata kuvaa tunaoga wenyewe bafuni, lakini mwanzo tuliogeshwa na mama. Unaogeshwa, unapakwa mafuta,
Sinaona watoto unavalishwa, unachaguliwa nguo. Sasa hivi unaamua mwenyewe. Kama ni familia sasa mnaweza mkaongea wawili, lakini unaingia bafuni, unaoga, unakuja unachagua, unanyoosha, unavaa, unajiangalia. Ni stage ambayo tunajua. Sasa hivi kwa umri wako, rafiki yangu kia, unaingia mama. Pana. Ndio maana hata kwenye kudeka tuna mahali umri ukifika, ukimkuta kijana kule kwetu, umri wako unakaa jikoni na mama muda wote, mama, unafukuzwa na wazee. Wewe umezidisha, wewe umepita kiasi. Kuna umri vijana wa kiume wakifika kule nyumbani, mama anachoma mahindi, kijana kaa nje na vijana wenzako, ujifunze mambo makubwa. Ujifunze siku moja uwe kwako. Yanachoma mahindi, mnaletoa kwenye sahani, mnakula. Hamna kukaa jikoni na mama anaota moto na unaota moto pande huu. Kwa nini? Una umri umefika. Ukikutwa na wazee, pigwa fimbo, toka nje, acha ujinga. Hata kiroho hauwezi kudeka tu, wewe ni mdekaji. Muda wote, bwana mimi, njoo kwenye mkesha. Mimi jamani, usiku naona usingizi. Wewe ni hatari, hujakuwa bado, una shida. Mkesha wa vijana umetangazwa, wewe ni shida. Tukiomba siku ngapi? Nahisi nitapata vidonda vya tumbo. Una shida. Hutaki kuomba. Watu wakija ibadani, ibada ya mchana tuko 6. Wewe si wa 7 utakuja, utakuwa wa 7. Ukiwa na visingizio, kuna stage bado upo. Umeachwa. Hakika wewe utakuwa umeachwa na wenzako. Nikuhakikishie, kwa hatua hiyo usitegemee baraka za Mungu aliye hai. Mungu ni mwema na Mungu kila mchae anakubaliwa na wewe, lakini sio kwa staili hiyo. Lazima ufanye mabadiliko, umshawishi Mungu ajue hapa nina mwanae, ajivunie mtoto wake, aseme kanisa la FPC Tanga mjini na kijana wangu anaitwa Hango, sasa ninaweza nikamtumia kuwa sababu ya wengine kuja kwa Yesu. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kanisa la Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuone dalili za ukuaji wa kiroho. Dalili za ukuaji wa kiroho. Hatujitangazi au kupiga kampeni za kwamba sasa tumekuwa. No. Hatujitangazi wala kupiga kampeni wala nisimame hapa mbele za watu niwaambie sasa mimi naweza nikatangaza miaka yangu ya wokovu, lakini haimaanishi niwatangazie mimi sasa kiroho nimekuwa. No. Mnanipima. Kiroho huwa kinakuwa measurable. Tukisoma kule shuleni kuna kitu kinaitwa SMART. Walimu wanakumbuka kule vioni. Tunaposoma SMART, kila mmoja ina hatua yake. SMART, yani ile neno SMART lina nani yake pale. Si mnakumbuka? Kunakuwa na measurable, kunakuwa na attainable, ile pale. Yani unapimika. Lazima wokovu katika hatua ya ukuaji wa kiroho upimwe. Ile S tunazungumzia specific. Lazima wewe ukuaji wako uwe katika hatua fulani. Tujue huyu amekuwa katika hatua fulani. Maana yake ni measurable kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni kupimika. Lazima upimike, watu wajue. Watu wakikuangalia sema jamani huyu mtu kwa sasa au uimbaji wake sio kama mwaka jana. Haleluya. Lazima useme jamani huyu mtu sasa anapenda ibada sio kama kawaida. Huyu mtu alikuwa sio shemasi, leo ni shemasi. Tumeona mabadiliko. Huyu mtu alivyokuwa kijana ametusumbua, viongozi wanasema, lakini sasa tunaona vizuri. Ni attainable. Kuna mabadiliko ambayo lazima watu wayaone na yalete matokeo. R ni realistic. Nimewarudisha shule, haina shida. R tunaongelea reality. Reality manake ni uhalisia. Uwe halisia jamani. Usiwe muigizaji kanisani. Hauwezekani ukisimama hapa umevaa vizuri, unatamani kuvaa kwako vizuri kuwe sawa na kiroho chako. That is two different things. Hivyo ni vitu viwili kabisa. Unaweza ukavaa suti vizuri, unaweza ukachomeka vizuri, lakini kupima kiroho hatupimi. Kwa hivyo kuna vipimo ambavyo ni realistic. Usimamo wako kuhusu Mungu, maarifa yako kuhusu Mungu, uwezo wako kumtesemea Mungu aliye hai. Hii ni reality kwamba wewe ni mcha Mungu aliye hai. Sio nikiwa hapa ni mcha Mungu, nikiwa kazini kwangu kidogo kuna ahueni, watu hawanielewi kiroho changu. Nikiwa kazini watu wana doubt wokovu wangu. Nikiwa kwenye kwaya watu wana doubt wokovu wangu. Nikiwa na vijana wenzangu matamshi yangu watu wana doubt. That is not a reality. Hiyo sio reality. Huo ni wokovu wa ubabaishaji. Na T ni time bond. Tunakupima kwa wakati gani? Time bond. Lazima tukupime kwa muda.
kwamba kwa umri wa mzee Mligo wa kumuona hapa kanisani kama mzee wa kanisa, kuna vitu tuviangalie kwake, tumtofautishe na fulani. Time bond. Hatupimi tu general kwamba tuangalie miaka ijayo. Tunakupima kwamba kwa namna ulivyookoka mwaka ule mpaka leo, kuna vitu lazima tusivione. Kwa tukiviona tunajua kwamba uko stage ambao sio sawa. Kanisa, Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu nenda kasome katika kitabu kile cha Efeso sura 4 mstari ule wa 14 haraka haraka. Lakini tunasema hatua ya kwanza, na kuambia utaandika dalili za ukuaji wa kiroho. Cha kwanza ni uwezo wa kutulia, kutokuwa na roho ya kutangatanga. Hatua ya kwanza ya kugundua dalili za ukuaji wa kiroho ni uwezo wa kutulia, kutokuwa na roho ya kutangatanga. Ikiwa kiroho chako kimeikua, huwezi kuyumbishwa na kudanganywa na elimu ya kila amna. Ukisoma katika, nimemwambia katibu asome, naona hajapata, Waefeso sura 4 mstari wa 10 na Waefeso sura 4 mstari wa 14 na 15, ambayo inasema mstari wa 14, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, na tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa 15, lakini tushike kweli katika upendo na kukua hata kumfikia yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 14 anazungumzia ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku. Nimesema pointi namba 1 ya dalili za kuonesha umekuwa ni kutoyumbishwa, ni uwezo wa kutulia. Ukiona una uwezo wa kutulia, hauyumbishwi na mtu yoyote, hautangitangi kwa sababu ya ministry fulani iliyofunguliwa. Wewe ni mtu ambaye umetulia. Biblia inasema katika mstari wa 14, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo na kila na hila na upepo na elimu, kwa hila na watu, kwa ujanja, na kuzifuata njia za udanganyifu. Lakini tushike kweli katika upendo na kuchukuliana, kwa kumfikia yeye aliye katika yote, yeye aliye kichwa, kwa maana Yesu Kristo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kufikia, ni lazima sisi wenyewe tuonyeshe kwamba tuna hatua fulani tumeifikia, na hiyo ni uwezo wa kutulia. Ukiona huna uwezo wa kutulia, unatangatanga, unakimbia, kumbuka kule kuna stage ambayo yamkini umeisahau na unapaswa uifuatilie, urudi. Pointi namba 2, dalili za ukuaji wa kiroho nimesema. Ya pili ni kutokuwa na hofu, kuwa na msimamo. Hapa tutaona watu wachache. Hii ina maana kuwa uwezo wa kusimama kuelezea umuhimu wa jamii, umuhimu wa imani yako, na kuonyesha msimamo wako hata katika hatari ya kufa. Tunaona katika kitabu cha Matendo sura ile ya 5 mstari wa 17, mstari wa 27 na mstari wa 32. Mtu mmoja atanisomea pale. Lakini ninazoonyesha msimamo wa mitume, ambao hao sio wachanga tena, walishakuwa kiroho, na hao walikuwa na uwezo wa kufahamu kuhusu Mungu wao wanayemwabudu. Ni mara ngapi umekutana na changamoto hizo na ukafanyaje? Ukisoma katika kitabu hiko kwa Matendo sura ya 5 mstari wa 17, 27 na 32, anaonesha vile mitume walivyopigwa vita, vile mitume walivyoonewa, vile mitume walivyokatishwa tamaa katika kumwabudu Mungu aliye hai. Kama umepata, unaweza ukanisomea haraka haraka mstari wa 17 tu. Matendo sura ya 5 mstari wa 17, akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Akawakamata mitume, akawaweka ndani ya gereza. Asante sana rafiki yangu, asante sana. Kwa hiyo hapo tunaona katika mstari wa 17 ana Matendo 5:17, lakini kwa wakati wako utasoma 27 mpaka 32. Tunaona mitume wale walikamatwa kwa sababu ya wivu wa kufanya kazi ya Mungu. Maana yake waliyumbishwa, lakini ukisoma mstari wa 27 hadi 32 walionyesha msimamo wao. Waliamua wakasema, tuamue lipi? Hatuwezi kuacha kumtumikia Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Watu wa Mungu, haleluya. Kitendo cha kufikia hatua kuamua hivyo, inawezekana kuna kazi unafanya, inawezekana kuna kiwango unamwabudu Mungu, lakini ili kifikie katika hatua fulani, ni lazima udhamirie na ujikane. Rafiki yangu, ukishindwa kujitetea kwenye wokovu wako, wewe uko katika hatua fulani ya chini ambao huwezi. Katika
katika Danieli 6 mstari wa 10, usisome lakini utasoma kwa wakati wako. Hapa tunajifunza pia kwa ajili ya Danieli. Danieli alipogundua ile muhuri imepigwa, ule muhuri umegongwa ili asimwabudu Mungu, yeye badala ya kukataa alifungua madirisha yawe wazi ili sauti iweze kutoka, watu wasikie kwamba anamwabudu Mungu aliye hai. Hakuwa na hofu kuhusu kukatwa kichwa, hakuwa na hofu kuhusu kutupwa kwenye shimo, hakuwa na hofu kuhusu kumwabudu Mungu aliye hai. Mtu aliyekuwa kiroho anaweza akasimama akatetea imani yake bila hata kuwa na vitisho vyovyote. Inawezekana umetishwa. Kuna watu waliokoka mahali hapa, kuna watu unazisikia habari za Mungu mahali hapa, lakini mahali popote unaposikia inawezekana umetishwa kwenye wokovu. Ukiona unatishwa kuhusu wokovu na marafiki na ndugu, kuna watu wameacha wokovu kwa sababu ya marafiki, kwa sababu wanamwambia sitakupa kitu fulani, kama umeokoka sikupi zawadi fulani, kama umeokoka sikupi hiki na hiki, kama umeokoka sikupi hiki na hiki, vitu vya duniani. Na watu wakaamua warudi nyuma, watu wameamua warudishwe nyuma kwa vitisho vya watu mbalimbali, kwa mabosi kazini, kwa watu wanaokuzunguka, wakamwacha huyu Mungu tunayemwabudu habari mchana leo. Lakini tunaona watumishi wa Mungu mitume, tunamuona huyu ndugu yetu Yusufu pia alionyesha msimamo wake. Kiwango chake kilikuwa, mke wa Potifa alivyotaka mbake, yeye alikimbia akijua uthamani wake na Mungu aliye hai ni mkuu mno, mpaka akasema siwezi kufanya ubaya huu nimkose Mungu aliye hai. Kuna ubaya inawezekana umeufanya, inawezekana ni kwa akili yako, ni kwa sababu ya hofu uliokuwa nayo. Nikutahadharishe mchana leo, kama wewe unamfahamu Mungu aliye hai, una uwezo wa kusimama kama mwenyewe, una uwezo wa kusimama katika roho, una uwezo wa kusimama katika miguu yako katika Roho Mtakatifu na kuwa mtetezi wa imani yako, na Bwana atakuinua na kukusaidia katika kila changamoto. Unakutana na changamoto fulani, ukionyesha msimamo wako kuhusu Mungu wako, ninakuhakikishia Mungu ataonekana na utashinda vita hiyo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Namba 3 ni uwezo wa kuwavuta wengine kwa Yesu. Namba 3, uwezo wa kuwavuta wengine kwa Yesu. Lengo la kuokolewa ni kuwa kielelezo kwa kuwavutia wengine kupitia matendo, maneno, fikra na kadhalika na kadhalika. Tunaona kuwa sababu ya kuokolewa si katika kukaa tu. Juzi mtumishi wa Mungu mchungaji kiongozi alitupa maelekezo ya kuhakikisha tunawaambia watu wengine habari za Yesu. Lakini tunaona katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 12, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika upendo, imani na usafi. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali wewe ukawe kielelezo uwe kielelezo kwao wanaomwamini katika upendo na imani. Usipokuwa kielelezo, wewe hujakuwa, maana wewe huna uwezo wa kuwa sababu ya watu wengine kuja kwa Yesu. Lakini tukisoma katika kitabu cha Tito sura ile ya 2 mstari wa 7, Biblia inazungumzia katika mambo yote katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ushahidi mkamilifu. Katika mambo yote wewe mwenyewe ukajionyeshe. Hapa hajasema kwaya mkajionyeshe kama mmekamilika. No. Hajasema wazee wa kanisa wakajionyeshe, hajasema wachungaji, hajasema wanawake na wanaume. Imesema wewe mwenyewe katika mambo yote ukajionyeshe kuwa kielelezo, watu wajue Samuel Malegesi sio mtu wa kawaida kiroho. Kuna mambo hawatakuletea, kuna umbea watu hawatakusogelea, ni kwa sababu wameshakupima stage yako ya uelewa. Ukiona kuna vitu mnaendelea, mijadala inaendelea ambayo haifai, ujue wote nyie viwango vyenu viko kwenye stage hiyo. Ukiona kuna mambo yanakwepa, kuna bwana mmoja siku moja akasema mbona hao watu kila nikiingia wananyamaza, mimi naona wanasteta. Nikamwambia hapana, shukuru. Ukiona watu umeingia mahali kazini kwenu wamenyamaza, shukuru, kwa sababu waliokuwa wanajadili ni level zao. Pigie Bwana Yesu makofi. Kumbe wewe sio level hizo. Mzee Mligo pale kazini TPA, ukiona unafika watu wote kimya, wanasema pastor kaingia, shukuru. Walichokuwa na kijadili haupasi kuchangia neno. Hauna haja kusononeka ukasema mbona wamenitenga. Ndiyo, tengwa kwenye hilo, tengwa. Hata mimi jamani, kama kuna jambo la ambalo unahisi halifai, nitenge.
Usiniambie halitalivaa. Stage yangu hiyo nimeshavuka. Hiyo stage unaotaka mjadala wake, mimi hiyo sipo huko. Kuna viwango Mungu amenipeleka ambavyo sio viwango hivyo, na wewe ufike mahali. Kuna watu walifika mahali walisema, jamani mimi naona shida, wanawake nilivyoingia walinyamaza, waache wanyamaze. Waliokuwa wanajadili walishajua wewe sio level hizo. Yesu asifiwe. Kumbe kuna watu wanaweza akafika mahali wakajadili mambo yao. Wanajadili kwenye kikwaya, wanajadili kwenye kikundi pale nje ya mti, wanajadili kule kazini kwao, ofisini. Ukifika wakinyamaza, usiwachokonoe. Acha, ile ajenda haikuhusu, ni ajenda ya watoto. Wewe sasa ni kijana, wewe ni mtu mzima. Usubiri watu wazima wenzako watajadili mambo ya Mungu aliye hai. Watajadili mambo ya kukuza kanisa, watajadili mambo ya kupiga rangi kanisa, watajadili mambo ya kununua vifaa vya vyombo vya kanisa, watajadili mambo ya kuhakikisha wanakuja kanisani, watajadili kutoa sadaka na vikumi kanisani. Acha mijadala isiyofa, ikimbie hiyo. Tena ukiwepo mule, kama wamekushirikisha kwa bahati mbaya, wakihisi wewe ni mtoto kama wao, hebu jionyeshe wewe ni mtu mzima. Choropoka kidogo, jionyeshe una wenzako unaweza kujadili nao mambo. Watu wa Mungu, haleluya. Unaweza ukawa unajipima, unaweza ukawa uko kwenye kigenge fulani, unaongea na watu kumbe na yeye tumeonaye. Bwana, wanauliza nilikuwa sijui. Kumbe Lakson na yeye yuko kwenye stage hii. Watu wanajuana bwana. Kila mtu anajua stage yake. Sure, I'm telling you. Ndio maana watu watanyamaza ukiongea. Ndio maana mijadala vingine ushirikishwe. Watu wanajuana. Mimi najijua kabisa niko stage fulani, mimi najua siku. Na namtafuta mwenzangu tulioko kwenye stage hiyo. Unaweza ukamuuliza mwenzio, stage ipi mnatafutanaga? Eti makatibu zangu, wao mnaitana kwenye stage ipi? Niwauliza nyinyi makatibu. Kwa kuna stage watu wakiitana waje. Lakini nikuhakikishie, kama unataka neema ya Mungu itawale maisha yako, kama unataka Bwana awe pamoja na wewe, vuka. Hiyo stage sio yako. Hiyo stage sio yako. Wewe ni mtu mzima. Acha kucheza solo. Kanisa, Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tumalizie kipengele cha mwisho. Vikwazo vya ukuaji wa kiroho. Malizia hapo. Vikwazo vya ukuaji wa kiroho, cha kwanza ni ukosefu wa mafundisho. Usipojifunza neno la Mungu, nimesema vikwazo vya ukuaji wa kiroho. Cha kwanza, usipojifunza neno la Mungu, unakosa utii kwa Mungu, unakosa utii kwa wanadamu, na unakosa chakula kinachokupa uzima. Katibu, ninategemea muwe mmefungua Waefeso sura ya 6 mstari wa 17. Waefeso sura ya 6 mstari wa 17. Tunasema kwamba ukosefu wa mafundisho ni, ukipata tu simama, ni jambo mojawapo ambalo linasumbua watu. Watu wote wasio na mafundisho ya Mungu, nitakupa nafasi usome. Simama. Watu wote wasio na mafundisho na neno la Mungu, hawa ni watu wanaosumbua sana. Ndio maana nimesema mnaweza mkaa na mijadala isiyoisha, mnaweza mkaa uko kwenye kikao hammalizi agenda. Hammalizi agenda. Leo vijana wameambiwa wabaki hapa. Mkiona mnaanzisha agenda haiishi, mjipime. Inawezekana mko varieties tofauti, wenye stage ya utoto, wenye stage mambo yanaenda varakati. Na wanawake hivyo hivyo, shangwe na kundi lako na viongozi wenzio. Mkibaki mkiona kuna agenda haiishi, jipimeni kwanza, msipoteze muda. Wale watu wazima mnaweza mkaamua, watoto huwa wanafuata baadaye. Hata nyumbani kwangu watoto tunawapangia chakula. Tukipika wali, baba sijisi kula, utakula kwa viboko, utakula. Wewe ni mtoto, fuata maelekezo. Kwa hiyo kanisani tuna mambo tunayaamua, watoto itabidi ufuate tu. No way out. Maana unapangiwa. Lakini ungekuwa mtu mzima ungepanga na wenzako. Wakisema leo tuna deki kanisa, unasema ni kweli tudekini jamani. Watu wakisema leo ibada itaanza saa 3, jamani tuwahini saa 3 ili tupate muda wa dakika 50 baadaye kumsifu Mungu. Watu wote watasema ndio, kwa sababu wote wako stage moja. Ukiona mijadala kwa nini? Mko level tofauti. Kwa hiyo tusiwe na mijadala mingi. Mko level tofauti. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Hizo level katika jina la Yesu leo tukakue kutoka level tofauti zinazoweza kuleta utofauti katika imani, zinazoweza kutuyumbisha na kutofanikisha mambo ya kanisa. Tukue tuwe katika level ya pamoja. Biblia inasema ndio yenu iwe nini? Iwe ndio. Karibu. Efeso sura ya 6 mstari wa 17, Biblia inasema
Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Naona? Maana yake ni kwamba neno la Mungu ukiwa nalo, rafiki yangu, utakuwa. Hauna neno la Mungu, hakuna mahali kwingine. Maandazi, chapati, ugali, wali, hivyo ni vya mkimo. Kimo. Ukiniona jamani ninadumaa, ujue sijala kimwili. Yaani kimwili. Lakini ukiona mambo safi, ujue nyumbani panaliwa chakula. Sawa jamani? Huo ni mwili wa kawaida, kimo. Kajitu kajisiko kula katadumaa. Hicho ni kimwili. Jamani, si tunajua? Tunaambiwa kama hospitalini kuna manesi hapa wanasemaga mtoto wako amekuwa utapia mlo. Kamedumaa ni udumavu, si unaitwa magonjwa gani? Wazazi mnajua. Wanawake mnajua, mkienda kule mnapewa kliniki, mnapewa mafundisho. Mnajua mtoto umpe hiki asidumae. Kakikataa kula, shika hivi, miminia. Hivyo mnamiminia katoto ili kashibe. Mtoto asiyekula huwezi kwenda kwa daktari mwambie hataki kula. Wewe mama utatukanwa na daktari. Fungua mdomo, tumbukiza, sijui mtafundishwa vipi. Sitaki kutoa mfano hapa. Ninajua wazazi mnajua mnavyowalisha watoto. Mnajua mnavyopitia changamoto watu. Hata kwa Mungu hivyo hivyo. Huli utakufa kiroho. Hutaweza. Mtoto akila anaweza kacheza na wenzake. Katoto kasiko kula kanakaa tu hivi. Hakajui saa hivi saa ngapi kanakaa hivi. Hakaelewi. Wenzake wakicheza kama kemelala kwa sababu hakali. Kiroho hivyo hivyo. Wewe kama tunasema hivi utapinga tu kwa sababu hujui neno. Hajui neno. Tukiwepo tunamsikiliza Mungu atuhubiri, wewe utapinga tu. Hiki nacho kitu gani? Mbona tunafundisha somo hili somo hili hasio la size yangu hii. Hili nimesemwa mimi, hili una shida ni nini? Hapa hamna, yani maarifa zero. Inawezekana uko hapa hata Jumatano tumeanza Januari. Mpaka leo hakuna ibada ya Jumatano ya mafundisho umehudhuria. Sio kama kuna dharura ndio, lakini yani hujawahi. Januari tunaenda Aprili, hujawahi. Hauna mpango. Unajiona nimeshiba. Na watu wao jamani wa level za kitoto si wanajua kila kitu. Tutafundishwa nini? Kila kitu nakijua. Biblia nasoma mwenyewe, usiku naweza nikasoma, watu wanadharau vijana sana. Wao vijana au stage ya utoto. Si wanaongozwa na hisia zao. Lakini watu wazima wananyenyekea, hata kwenye vikao wanaita ngoja tusikilize, kwa sababu wanakuwa wako kwenye level za rika moja. Jamani, vyeo vyetu hivi tulivyo is just vyeo tu vya kwamba haliwezekani watu wote wakakatu. Hivi mnaonaje kila mtu anakatu? Hakuna mtangazaji, hakuna kinachoendelea, hakuna kiongozi wa ibada. Ni lazima kuwe na wachache wasimame waseme jamani, leo tutafanya hivi. Ratiba wiki ya ni just ni mgawanyo tu. Kuna siku sisi tunaweza tukarudi huko, wewe ukaja huko ukatutangazia sisi. Kwa hiyo kiwango cha kusimama hapa kama mimi sio kwamba ndio umefika. Ninakuambia na wewe tukimbilie uzee. Tukimbilie utu uzima. Sawa jamani? Kila mtu anautaka utu uzima. Lakini namba 2, maisha ya nje ya Yesu yanakufanya ni kikwazo kimojawapo. Kama tulivyoona kuwa ukuaji wa kiroho unaanzia kwenye wokovu. Unapookoka unazaliwa mara ya pili na unapaswa kuendelea kukua hadi ufikie cheo cha kimo. Waefeso sura 4 mstari wa 13 utasoma kwa wakati wako. Namba 3 ni kukaukiwa na maombi. Mtu yote ambaye yeye hajakuwa kiroho anakaukiwa na maombi. Kuna nguvu katika kuomba. Mkristo asiyeomba, Mkristo asiyemwombaji hawezi kukua kabisa. Kwa maana katika maombi kiwango cha imani hujengwa na kudhihirishwa kwa nguvu za Mungu. Utaenda kusoma katika Misali 15 mstari wa 8, lakini katika Zaburi sura 86 mstari wa 6. Maana yangu ni kwamba maombi ni moja ya nyenzo inayoweza kuchachua na kuamsha ari ya ukuaji wako. Unaweza ukawa unataka kukua. Rafiki yangu, inawezekana wewe kama sio muombaji, kutoomba ni moja ya chanzo kinachosababisha watu hawakui. Watu wanataka wapige hatua lakini hawataki maombi. Watu wote wasioomba ni wadumavu kiroho. Watu wote wasiosikia neno la Mungu hawa ni wadumavu kiroho. Mimi sitaki kuwa mdumavu. Na mimi natamani kanisa lote tusiwe wadumavu kiroho, ili tuweze kushindana. Jamani, dunia ya sasa ni ya mashindano. Unaweza ukakutana na mtu ambaye unahisi hajui neno la Mungu, akakupinga kwa neno, akakwambia unavyoabudu unaabudu miungu wengine. Anaweza akakupinga ukajiona Mungu wangu, kanisani naenda kwenye nini? Hawa watu hawapo. Unaweza ukakutana na mitandao ya kijamii, unafundishwa hakuna Mungu. Na kweli wale wanafunzi kule shuleni kuna masomo yanafundishwa. Mtu alizaliwa, unaambiwa binadamu wa kwanza alikuwa nyani. Wanafunzi tuko sawa? Ndio Lakini tunasoma
kwenye Biblia binadamu, Mungu alimuumba mwanadamu, mtoto muumba mwanamke na nani? Si historia inasema, na mimi mwalimu wa historia inasema mwanadamu wa kwanza alikuwa nyani, kwamba Mungu aliumba nyani tu. Nyani kwa sababu wana miguu miwili, baadaye eti nyani alikuwa hivi, baadaye nyani akajisahau, alikuwa na haraka ya kula na njaa, akanyanyuka kidogo dogo, ndio maana nyani uko hivi. Kwa hiyo bado hajanyooka vizuri. Hiyo ndio historia inasema. Unawezaje kuipinga kwa neno? Unawezaje kuambia wengine? Ukakutana na challenge kama hiyo. Historia inasema hivi, lakini unasema hiyo ni historia, nitaiandikia ili nipate marks niende form 5 form 6. Lakini naamini ukweli uko hapa. Mungu aliumba mtu mke na mtu mume, na mimi ni mmoja wapo. Mimi sio nyani, nimeumbwa na Mungu. Mimi nimeumbwa, na mimi ni mfanano wa Mungu aliye hai. Bwana ameona tunafanana, sema ameumba mtu wa kufanana naye. Mimi ni mfano wa Mungu aliye hai. Unawezaje kuyasema hujasoma haya? Ukiambiwa nyani unasema Mungu wangu. Kuna wanafunzi walilalamika hivyo, nilikuwa nawafundisha. Jamani, kumbe mimi kanyani, wanajipima sasa. Wakatoa maigizo jinsi wanavyo. Sasa unapata picha hiyo. Unakutana na mtu anakuambia kuabudu Jumapili haifai. Unakutana na mtu anakuambia Mungu naye muabudu hafai. Unakutana na mtu anakushawishi kuhusu dhambi fulani. Unawezaje kuipinga huna neno? Unawezaje kuipinga huna maombi? Binti utayumbishwa, kijana utayumbishwa. Huna neno la Mungu, utadanganywa. Utakuwa kwenye vigenge visivyokuhusu, kwenye kahawa humo, kwenye tangawizi humo, kila kijiwe humo, kwa sababu huna maarifa. Haujakuwa. Mashindano kanisani yanasababishwa na watu wasiyekuwa. Kwa neema ya Mungu mchana leo tukue, tuvuke kutoka utoto. Kama uko kwenye seji ya utoto, sema kataa utoto, unakataa, unavuka kwenye ujana wa kutaka kila kitu, kuona kwamba wewe ni kila kitu, kuona wewe ni wewe tu. Kuna vijana wanaona wewe ni wewe, hutaki kuyumbishwa, hutaki kusaidiwa, unakataa. Unasema nataka usaidizi. Mimi nataka kuwa mtu mzima. Mimi nataka kuwa mfano kwa watu. Mimi nataka watu wajifunze. Biblia inasema uwe kielelezo. Inawezekana uko mahali hapa hauwezi kuwa chachu ya kumwambia mwingine. Unaweza ukawavuta watu wengine kwa Yesu. Sio lazima ukahubiri kama na maiki kama mimi, lakini watu wakiangalia mwenendo wanasema namtaka Mungu anayemwabudiwa na sifa hili. Watu wakiangalia unavyoongea kazini kwako, watu wasema namtaka Mungu anayeabudiwa na Wilfred. Watu wakikuangalia vile unavyojibu watu, hata waliokukosea, watu wasema namtaka Mungu Ahmed. Watu wanataka Mungu wako kwa vielelezo. Lakini lazima Biblia inazungumzia kwa habari ya kuwa kielelezo katika mambo yote. Mimi natamani niwe kielelezo katika mambo yote. Naomba usimame pale ulipo. Mimi natamani niwe kielelezo katika mambo yote. Natamani nitoke katika hatua ya utoto na kuingia katika hatua ya utu uzima. Natamani nione Mungu akinibadilisha. Mimi nisiwe wa kutukanwa, wa kawaida tu. Praise. Ninatamani nione mimi sio mtu wa kawaida tena. Praise, tukishafika wakati wa kusimama, wewe nyie mnajua pa kusimama. Tunatamani tumuone Mungu akibadilisha fikra za watu. Natamani kuona mimi nikiwa sio mtu wa kawaida tena. Natamani kuona maisha yangu yakiwa ya kumjaa Mungu aliye hai. Natamani tutaabudu kwa dakika 2, alafu tutamwomba Mungu kwa dakika 3, jumla dakika 5, na mzee Mligo atakuja kumalizia. Tunatamani tumwambie Mungu sasa, tumechoshwa. Watu wametuona kama watoto wachanga kwa muda mrefu. Watu wametuona kama watoto wadogo kwa muda mrefu. Lakini inawezekana wewe roho yako umekinai. Kuna mtu habadiliki. Hata ukimweleza hivi anasema mimi hapana, wananipotezea muda. Mchana wa leo kwa neema ya Mungu unaweza ukasogea, lakini sio lazima sana. Unaweza ukule ulipo muombe Mungu mwenyewe. Simaanishi kwamba ni lazima uje hapa nikuwekee mikono. Hapana. Maamuzi yako. Unaweza ukasogea hapa, ukanyenyekea mbele za Mungu, au ukasimama pale ulipo mwambie Bwana, kuna mambo inawezekana nimejipima sijakuwa, nipe neema. Lakini usijisifu na kujipiga kifua nimekuwa. Hata mimi kuna mahali bado naendelea. Unaweza kumwambia Mungu, nisaidie katika kukua kwangu na kutojua kwangu, nikufahamu Mungu aliye hai. Karibu. Tanyoosha mikono, utamwabudu pamoja. Kama wewe unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifanye. Hallelujah. Wewe
Nena mbele za Bwana muombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, Baba Mungu ishie na kutawala. Baba, ninatamani watu wakiniona wakuone wewe. Inawezekana watu wakiniona wanaona vitu vingine Bwana. Nisaidie watu wakiniona wakuone wewe Bwana. Finyange upya katika maisha yangu. Finyanga maisha yangu Bwana. Finyanga kiwango changu cha kiroho. Finyanga ujana wangu. Finyanga maisha yangu Bwana. Finyanga Bwana. Oh Jehova, inawezekana nimekuwa sio kielelezo kazini. Inawezekana sio kielelezo katika maisha yangu. Baba, nifanye Bwana. Nifanye kama upendavyo Jehova. Nifanye kama upendavyo Bwana. Nifanye kama upendavyo wewe. Nifanye kama upendavyo Bwana. Haleluya. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe Bwana. Finyanga maisha yangu, nifanye upendavyo Bwana. Fanya matena upya, nifinyange upya, niguse upya Bwana. Saidia maisha yangu, niwezeshe kutokuelewa kwangu, katika jina la Yesu Kristo. Washirika tuko mbele zako, wamama tuko wako mbele zako, wababa tuko mbele zako, vijana wa kiume na wa kike, katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo ninawaweka chini ya ulinzi wako Bwana. Wawezeshe wakujue, wawezeshe wakutambue, wawezeshe wakutambue, ili waweze kupambanua yaliyo mema na mabaya, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, ninakuomba wewe na wote tuseme amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Bwana wa mbingu awabariki. Amen.